إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم طبعا tunaendelea na kitabu hiki الشمائل المحمدية, kitabu ambacho tumeanza mlango wa kwanza tu hatujamaliza, babu ma jaa fi khalqi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mlango unazungumzia masala ya umbile la mtume sallallahu alayhi wasallam, mwili wake, umbo lake likoje. Kwa hiyo tukasoma hadithi ya kwanza katika mlango huu, tukasoma vile vile hadithi ya pili wale wenye vitabu, tukasoma hadithi ya tatu, hadithi ya nne, na tukasimamia tulimaliza hadithi ya tano katika darasa lililopita. Kwa hiyo leo tunaondokea hadithi nambari 6. Tunaondokea hadithi nambari 6 katika mlango huu. Naam. Hadithi nambari 6 imeanza hapo na sanadi refu, lakini kama tulivyosema ya kwamba hatutozingatia sana, tutaanza tu pale ambapo ilipokuwa ni ima ya tabaka sahaba au tabi na sahaba. Kwa hiyo tutaanzia kwamba hadathani Ibrahim ibn Muhammad min walad Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu qala, katika muktasari ya Shamail Muhammadiyya ya Al-Albani rahimahullah, yeye moja kwa moja ameanza tu Ibrahim bin Muhammad bin walad Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu qala. Naam, qala amesema kana Ali, alikuwa Ali, yani Ali bin Abi Talib, kana alikuwa Ali bin Abi Talib idha wasafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anapomsifia, kumsifia hapa kwa maana ule wasifu wake. Kwa hivyo anapoelezea wasifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwaje, basi Ali bin Abi Talib alikuwa amesema maelezo yafuatayo: kana Ali idha wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Ali anapomsifu kwa maana ya kutaja wasifu wa Rasulullah, qala, alisema Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bitawili almumaghati, bitawili almumaghati, hakuwa ni mrefu. Almumaghat, nini maana ya almumaghat? Kwa wale wenye vitabu itabidi twende sambamba kwa maelezo nitakayoyatoa.
chini hapo mwisho hadithi yako chini kabisa, hadithi imemalizika, kuna maneno haya: qala Abu Isa, amesema Abu Isa, sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Husayn yaqul, sami'tu al-Asma'i yaqul fi tafsiri sifati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapa kwa wale wenye vitabu angalieni, kumbe kuna tafsiri ya yale maneno ambayo yamo katika hadithi hii. Tusema maneno magumu, yani vocabularies. Kwa hiyo kuna tafsiri yake. Kwa hiyo mimi nitachokuashiria wewe mwenye kitabu ni kwamba rudi katika maneno magumu, tutalisoma na tutajua nini maana yake. Kwa hiyo tunaanza na hili al-mumakhatu dhahibu tulan, dhahibu tulan, maana yake ni kwamba urefu mkubwa sana. Ile tula ni dhahibu, yani imepindukia mipaka, ule urefu umekuwa mkubwa kabisa. Waqala, akasema sami'tu arabiyan yaqulu fi kalamihi, nimemsikia Arabi akisema katika maneno yake, ni mumakhata fi nashabatihi, bimaana tamakhata. Neno nashaba akusudia ni mshale, as-sahm. Kwa hiyo mumakhata fi nashabatihi ay maana yake maddaha maddan shadidan. Mtu anapovuta mshale akivuta sana, ndio hii sasa mumakhata, ameuvuta sana kabisa. Almuhimu, kinachozungumziwa neno mumakhata ni yani zaidi sana sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunarudi katika riwaya, anasema Ali, lam yakun bitawili almumakhatu, yani hakuwa mrefu sana, yani dhahibu tulan, ule urefu mkubwa kabisa. Kwa Kiswahili chengine labda kuna watu sijui wanaitwaje katika lugha ya Kiswahili katika masala ya usanii haya, inakuwa mtu unamwona mrefu lakini kumbe amechukua magongo akawa ameyafunga katika miguu yake, sijui anaitwaje katika Kiswahili, ngongoto, magongoto. Kwa hiyo hii ndio inakusudiwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na urefu huo wa ngongoto. Labda kwa hapa ndio utakuwa umeelewa vizuri. Almumakhatu yani ule urefu uliokuwa mkubwa zaidi, tuseme kama ndio hiyo ngongoto. Lam yakun bitawili almumakhatu, hakuwa mrefu sana kama mfano vile tunavyosema ni ule urefu tena umekuwa umepindukia mpaka kama vile ngongoto. Wala bilqasiri almutaraddidi, wala hakuwa mfupi almutaraddidi. Neno almutaraddidi, rudi tena kwa wale wenye vitabu kama nilivyosema kuanzia hapo, qala Abu Isa, likafasiriwa neno almutaraddidu. Nasema almutaraddidu ad-dakhilu ba'dahu fi ba'd qisara, ad-dakhilu ba'dahu fi ba'd qisara. Maana yake ni kwamba ule ufupi umeingiliana umo kwa mumo. Ad-dakhilu ba'dahu fi ba'd qisara, ule ufupi ule umeingiliana umo kwa umo. Au katika tafsiri nyingine wanasema ni ikisema almutaraddidu maana yake ni shiddatu qasr, yani ule ufupi uliokuwa fupi mno
kana baadhi a'dha'i, ika baadhi ya viungo vyake dakhala fi baadhi, siseme viungo, yani papo kwa papo. Mkono upo hapa, sikidingi hapa, goti lipo hapa, kiuno kipo papo kwa papo, dakhilu. Kwa hivyo ule ufupi umekuwa kiasi ambacho wanasema fayuraddidu an-nadhiru, huyu mtazamaji anamwangalia yule mtu ambao ufupi wake ni umo kwa umo, anataraddad. Kutaraddad yani kuwa na ile shaka, ahuwa sabiyun am rajul, huyu mtoto au mtu mzima? Si mnaona watu kusampulio, yani unajiuliza kwamba mtoto huyu, si mtoto yule bwana, muone yule alipokomaa. Ule ufupi wake yani umo kwa umo, ndio inaitwa al-mutaraddad. Yani labda tuchukulie, wanasema lugha nyingine mbilikimo, yani ule ufupi wa mbilikimo. Kwa hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Ali bin Abi Talib ni kwamba wala bil qasir mutaraddid, wala hakuwa mfupi sana kama vile mbilikimo, labda tuseme ikawa humfahamu mtu mzima au mtoto. Kisha wakana rab'atan min alqaumi, alikuwa ni yuko kati na kati, min alqaumi, katika watu. Yani watu wana ima atakuwa mrefu ima atakuwa mfupi, lakini yeye alikuwa rab'a, yani mutawassita, si mrefu wala vile si mfupi. Wakana, na alikuwa rab'atan min alqaumi, yani mtu wakati na kati katika. Anasema lam yakun bilja'di alqatat wala bisabt, kana ja'dan rajulan, alikuwa hakuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bilja'di alqatat wala bisabt. Maneno haya kama mtu atakuwa katika hali ambayo afuatilia darasa hili, tumeshaelezea haya. Ukifungua hadithi ya mwanzo kabisa, ya mwanzo, anasema laysa bitawil alba'in wala bilqasir wala bilabyad alamhaq wala biladami wala bilja'd alqatati wala bisabti. Kwa maneno haya mimi sina haja ya kurejea tena, kwa sababu tuliyafafanua vya kutosha. Kwa wale wenye vitabu warudi waangalie imekusudiwa nini al-ja'd al-qatati na as-sabti, kwa wenye vitabu. Kwa hiyo ni maneno ambayo hakutakuwa na haja tena kuyarudia. Naam, labda neno la hapa mbele, kana ja'adan rajulan, tushasoma, lakini hili labda ina maelezo mengine mapya. Kana ja'adan rajulan, maana yake ni kwamba ukirudi katika tafsiri ya maneno kama alivyosema Abu Isa, anasema watarajjulu alladhi fi sha'rihi hujuna, ay tathanna qalil. Anasema neno hili rajila maana yake ni kwamba ni yule mtu ambaye katika nywele zake kuna juhuna. Maana juhuna yafasiriwa, juhun ni mawimbi, yani kama vile usema baharini na mawimbi. Kwa hiyo nywele ambazo zilizokuwa zina mawimbi. Kwa hivyo nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa kauli ya Ali, anasema kana ja'dan rajulan, yani nywele zake zilikuwa katika hali ambayo ni mawimbi, na isitoshe kwa maana ya kusudiwa ni tathanni, yani zimejikunja qalili kidogo, tathanni qalili, zimekuwa katika hali hiyo. Tukaeleza huko nyuma zinakuwa katika mfumo ambao yani hazikuwa katika mfumo huo wa kama vile nywele za kipilipili na
kama vile curling na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ndio tafsiri ya ja'adan rajulan, yani nywele za Mtume SAW kwa mujibu wa kauli Ali ni zilikuwa katika hali ambayo kama zina mawimbi na katika hali ambayo hazikuwa zile za kipilipili kama tulivyosoma huko nyuma. Walam yakun, wala hakuwa bil mutahham. Mumana mutahham ikafasiriwa tena, angalia katika maneno magumu. Wa amma al mutahham, anasema falbadanu alkathiru allahmu. Albadan kwa maana albudun, yani mwili wake ulikuwa hauna nyama nyingi. Kathiru lahm, ulikuwa hauna nyama nyingi. Kwa hiyo neno almutahhamu yakusudiwa ni kathiru lahm, yani nyama nyingi. Kwa hiyo mwili wake haukuwa na nyama kiasi ambacho kwa leo wanasema Waswahili au lugha ya kisasa wanasema nyama zembe. Yani mtu anakuwa na minyama, ule mwili wake unakuwa minyama mingi. Kwa Mtume alikuwa hakuwa hivyo. Lam yakun bil mutahham, hakuwa na mwili wake ule wenye minyama zembe hiyo. Na vile vile wala bi mukaltham, ni kwamba hakuwa na uso wa duara. Mukaltham amefasiri hapo chini, anasema al-mukalthamu ni al-mudawwaru al-wajhu, al-mudawwar ni duara. Kwa hiyo katika sifa za uso wake zilikuwa katika hali hiyo. Walam yakun wala bil mukaltham, wala hakuwa na uso wa round, yani duara. Lakini wakana fi wajhi tadwir, lakini katika uso wake kulikuwa na tadwir, yani ile sakal. Anakusudia hapa, labda ukiangalia duara sasa, likiwa duara tuchukulie mwezi 15, 13, 14, mwezi unakuwa full moon. Kwa hiyo bwana Mtume uso wake haukuwa ule duara, kwa maana kama alivyosema bimul kaltham, duara hilo. Lakini ilikuwa fi wajhi tadwir, katika uso wake kulikuwa kuna tadwir, yani kulikuwa kuna ile, labda tuzungumze lugha, tuseme kwamba kama ni semi circle, ni semi circle, yani sile duara lile la full moon, lakini huko duara katika uso wake, lakini sio kwa maana alikuwa ni al-mukaltham, yani ile duara likawa ni duara kabisa. Wakana fi wajhi, na alikuwa vile vile fi wajhi, katika uso wake kuna ile tadwir, lakini hakuwa kwa maana ya uso wa duara. Abyad, alikuwa mweupe. Mushrabun, mumana mushrabu, tunarudi tena katika maneno magumu. Angalia hapo chini kwa wale wenye vitabu, ni alladhi fi bayadhihi humratu, yule ambaye katika ule weupe wake mweupe, lakini kuna humra, kuna wekundu. Kwa hiyo huyu anaitwa mushrab bimaana ni mtu ambaye ni mweupe, lakini ndani ya ule weupe wake kuna wekundu, ndo akawa mushrab. Kwa hiyo tunasema kama alivyosema Ali kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mushrabun, ni mweupe, lakini ndani ya weupe fi bayadhihi humra, kuna wekundu. Na ad'aju al-ainaini, alikuwa na macho mawili ambayo yana sifa ya al-ad'aj. Al-ad'aju imefasiriwa tena katika maneno magumu huku chini, wanasema shadidu sawad al-aini, kwa maana al-ad'aju ni weusi sana,
macho yake yalikuwa ni meusi sana. Shadidu sawadi al-aini, macho kwa maana yalikuwa ni al-ad'aju, bimaana meusi sana. Kisha alikuwa na ahdabu al-ashfar. Al-ashfaru ni hizi nywele zinazoota katika macho, kwa Kiswahili tunasema kope. Na neno ahdabu limefasiriwa huku tena katika tafsiri tawil. Kwa alikuwa na tawilu al-ashfar, yani alikuwa na kope ndefu. Al-ahdabu bimaana tawil, al-ashfar kwa maana Kiswahili ni kope. Kwa hiyo tutasema katika lugha ya Kiswahili kizuri ni alikuwa ana kope ndefu. Al-ahdabu ashfar, alikuwa na kope ndefu. Ahdabu al-ashfar. Jalilu al-mushasi wal-katidi. Jalilu al-mushasi. Mpaka hapa naona katika kitabu changu hakuna tena maelezo ya maneno magumu. Sio katika vitabu vyenu kama inaendelea. Nimemalizia hata al-abfa. Lakini nimeona labda katika Mukhtasar Shama'il al-Muhammadiyya al-Albani rahimahullah akataja hii neno al-katadu mujtama al-katfaini wa huwa al-kahilu. Naam, nini maana ya kama alivyosema Ali jalilu al-mushash? Al-mushasi yakusudiwa ni mifupa al-mushas, lakini mifupa hii ni ile mifupa ambayo ilikuwa ni ya mabega, mabega huko. Kwa hiyo hii ndio inaitwa al-mushashi, al-mushash, mifupa hii ya mabega. Neno jalil kwa maana adhim, yani mifupa yake ya mabega ilikuwa ni mikubwa. Jalilul mushash, mifupa ya mabega ya Bwana Mtume sallam ilikuwa ni mikubwa. Na walkatadi, alkatadi kama nilivyoona amefasiriwa tena vile vile katika kitabu, anasema ni mujtamaa alkatfaini wa huwa alkahil, ni pale panapokutanika sasa hii mifupa ya mabega. Mifupa ya mabega imeanzia huku inakuja huku, na huu unaanzia huku inakuja huku. Sasa kuna sehemu inakutana. Sasa pale panapokutana pale ndio panaitwa al-katadi. Tunaweza kusema kwamba mgongo al-kahil. Kwa hiyo mifupa mabega al-mushasu kwa maana jalil mipana, al-katadi bi maana al-kahil, yani mifupa hii imekutana katika sehemu hii ya mgongo, ambao vile vile huo mgongo kwa maana ni mpana, au katika hali ya kwamba mifupa yake iliyotoka katika mabega yamekutana katika mgongo. Walkatadi ndio tukasema kwa Kiswahili ni mgongo, yani alkahil kama almufasiri wanazuoni nyuma ya mgongo. Jalilul mushasi, alikuwa na mifupa mikubwa katika mifupa mabega hiyo. Walkatadi kwa maana nyuma ya mgongo vile vile. Na alikuwa ni ajradu ni mtu anapokuwa katika mwili wake hana, tunasema kwa Kiswahili malaika, inaitwa ajrad. Alikuwa hana malaika, ajradu hana malaika. Lakini dhu masruba, hii neno masruba tushaisoma hii nyuma. Kwa wale wenye vitabu angalieni, itakuwa ni hadithi ya tatu kama hivi sikosei, dhu masruba, hadithi ya tano. Tawilu al-masruba. Nini maana al-masruba? Al-masruba ni zile nywele ambazo zinaota, zinaanzia hapa katika kifua, zinateremka nywele zile, zinakuja zake mpaka hapa juu ya kitovu.
Kwa hivyo nywele hizi zinakuwa zinaota katika mfumo huo. Sasa hizi zinaitwa masruba. Sasa ukitoa hizi nywele hizi, mwili wake tena ulikuwa ni ajradu, yani hauna tena nywele nyingine, au tuseme malaika mengine. Usema haya ana malaika mengi. Sasa alikuwa mwili wake mkononi wapi na wapi yuko ajradu, lakini hapa tu kuanzia hapa mpaka hapa ana nywele zile ambazo zinazoota kifuani mpaka katika juu ya kutovu, ambazo ndio zinaitwa almasruba. Kwa hapa anasema Ali ya kwamba ni ajradu, alikuwa bwana mtume ajradu, hana nywele sehemu nyingine katika mwili wake, lakini dhu masruba, nywele anazo, zile nywele zilizoota kuanzia kifuani mpaka katika kitovu chake. Na alikuwa na shathanul kaffaini wal qadamaini, na hii vile vile tushaisoma. Tumeisoma wapi? Katika hadithi nambari 5. Shathanu al-kaffaini wal qadamaini. Neno shathanu linatafsiriwa kwa maana ya ghalidhul al-asabi, vidole vyake vya mikono vilikuwa ghalidh, yani vigumu, viko ngangari, na vile vile vidole vya al-qadamaini vya miguu vilikuwa ghalidh, vigumu. Kwa neno shathanu hili vile vile tumelisoma huko nyuma. Naam, akasema Ali bin Abi Talib anaendelea kumsifu, anasema idha masha, akitembea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, idha masha, akitembea basi taqalla muma na taqalla wameifasiri vile vile wanazuoni, wanasema ai yamshi biquwwa, anatembea kwa nguvu. Yamshi biquwwatin, anatembea kwa nguvu. Hii ndio maana taqalla. Kwa hivyo idha masha, akitembea, taqalla bimaana yamshi biquwwa, atembea kwa nguvu. Taqalla, kwa nguvu. Kaannama, kama kwamba yanhatu fi sababi, kama mfano vile anateremka. Yanhatu yanzilu, tumesoma hii katika riwaya ya nyuma huko, hiyo nambari 5. Kaannama yanhatu min sababi, kama kwamba anateremka. Sababi tumesema ni mteremko, yani slope. Kwa hiyo mtu anapoteremka katika mteremko anakuwa lazima anachapuka kidogo, kwa sababu ile slope inamlazimisha asiende kidogo kidogo. Kwa hiyo anasema kaannama yanhatu min as-sababi, ni kama kwamba ateremka katika sehemu ya bonde ya mlima. Hii ndio ile tafsiri, ni kwamba idha masha takaffa, anapotembea huwa ana mili mbele, kama vile mfano ashuka katika bonde au katika mlima. Nasema idha masha taqalla, akitembea basi alikuwa akitembea kwa nguvu. Kaannama yanhatu fi sababi, kama kwamba ateremka katika mlima au katika bonde. Wa idha iltafata maa, na akigeuka, kwa Kiswahili tunasema anageuka jumla au anageuka kwa pamoja. Wa idha iltafata maa, anageuka jumla, anaogeka mzima. Wa idha iltafata maa, akigeuka basi anageuka mzima. Na baina katifaihi, baina ya mabega yake mawili kuna nini? Kuna khatamun nubuwa, kuna muhuri wa utume. Baina katifaihi, baina mabega yake mawili kuna khatamun nubuwa. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na muhuri katika baina ya mabega yake mawili. Muhuri huu ni muhuri wa utume, na hili tutakuja kulisoma huko mbele. Kuna mlango maalum ambao tutakuja kuangalia, ambao unazungumzia habari ya khatamu, yani muhuri wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri Imam At-Tirmidhi ameuweka mlango huu, mlango
mlango unafuatia babu majaa fi khatamin nubuwa. Sasa hapa tutakuja kufafanua na zitakuja riwaya ambazo zenye kuthibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na muhuri, alama ya utume katika baina ya beka mawili. Ni hadithi sahihi tuje kuona huko mbele, na ndio maana hawa watu masufi wanapoimba ana alama wanakusudia kwa maana hii. Wa huwa khatamun nabiyyin, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio khatamun nabiyyin, kwa maana hakukuwa na tena na mtume baada yake yeye. Wa huwa khatamun nabiyyin, kama yeye mwenyewe bwana mtume alivyokuwa akisema la nabiyya ba'd, hakutokuwa na nabii baada yangu mimi. Kwa hiyo ndio kama amekuja kufunga, kupiga muhuri, hakuna tena atakayokuja. Anasema ajwadun nasi sadran, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni ajwadun nas, yani ni mkarimu zaidi wa watu. Ajwad ni mkarimu zaidi wa watu. Sadr, neno sadra akusudia kwa maana katika watu basi yeye ndo alikuwa sadra, akiongoza. Mara nyingi kifua kinakuwa kinahesabika kama ndio sehemu ya mbele na inaongoza. Mara mtu anakwambia bwana yule bwana anajifanya kifua mbele yule sio kama anatembea hivi, yani kwamba ndo anajifanya kiongozi yeye. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni ajwadun nas, ni mkarimu zaidi katika watu. Sadra kwa maana anaongoza, hakuna mwingine mwenye kumpita katika nini, katika ukarimu. Ajwadun nas sadran, ni mwenye ukarimu wa hali ya juu kabisa katika watu. Sadran, na alikuwa ni mwenye yuko mbele kabisa katika masala ya ukarimu. Wa asdaqun nas lahjatan, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli zaidi wa watu. Asdaq ismu tafdhil ala wazni af'al. Asdaqun nas ni mkweli zaidi wa watu katika watu, basi ndio mkweli wao, hakuna mwingine. Lahjatan bimaana maneno yake yote yanakuwa ni ya kweli tu. Ndio maana katika hali kwamba as-sadiqu al-amin, katika sifa zake as-sadiqu al-amin. Asdaqun nas lahjatan, yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli wa watu wote, kawapita watu wote kwa ukweli wa maneno. Lahjatan, akizungumza lahja basi maneno yake yanakuwa ni ya ukweli. Kwa hiyo akawa ana sifa hiyo kushinda watu wote katika ukweli. Asdaqun nas lahjatan. Wa alyanuhum arika, alyanuhum katika neno lain. Alyanuhum yani kama kuna watu ambao walikuwa ni wenye sifa nzuri za ulaini, yeye ndio alyanuhum, ndio laini wao zaidi kuliko wengine katika neno, katika arika kwa maana ya tabia. Neno arika bimaana ya akhlaq. Kwa hivyo alikuwa na tabia njema, lugha nzuri inatumika. Alyanuhum arika, kuliko watu wote yeye ndio mwenye tabia nzuri, tabia yenye kusifika. Alyanuhum arika, ni mwenye tabia nzuri kuliko wote wao. Wa akramuhum ishra. Neno ishra mfasiriwa katika kitabu wanasema ni as-suhba. As-suhba akusudia ni urafiki. Kwa hiyo hapa anasema akramuhum ishra, alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtukufu wao, ndio mbora wao katika ishra, katika usuhuba kwa maana ya urafiki. Kwa hivyo alikuwa ndio yeye ndio mtukufu wao katika ishra, katika masala ya usuhuba, basi yeye alikuwa ni namba 1 katika usuhuba. Na vile vile akasema man raahu, yeyote mwenye kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, badihatan, neno badihatan
amelifasiri al-Albani katika Mukhtasar, anasema al-mufajaa yani kwa ghafla, al-mufajaa yani ghafla. Kwa yoyote mwenye kumuona, man raahu, mwenye kumuona mtume badihatan, yani katika hali ya ghafla hivi, kabla kakutokezea hivi umemuona ghafla, habahu, naam, atamuogopa. Habahu, lazima ataingia hofu. Habahu, ataogopa, yani ataingia hali ya hofu, kuogopa. Hey, mmeona nini mimi? Kumbe amemwona mtume sallallahu alaihi wasallam, ile badihatan mufajaa, yani amemwona. Yeyote ambaye atamuona kwa ghafla hivi, basi habahu, ataogopa, atamuogopa mtume sallallahu alaihi wasallam, ataona leo nimemwona kiumbe. Wa man khalatahu, na yeyote mwenye kuchanganyika naye mtume sallallahu alaihi wasallam, maarifatin, kwa lengo la kutaka kumjua. Inawezekana ikawa mtu anatafuta asbabu awe na ukuruba na mtu ili apate kumjua tabia zake yukoje. Sasa neno maarifatin, kwa lengo la kwamba mtu apate kumfahamu mtume, apate kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahabbahu, yani na huyu mtu anajaribu kutaka kujichanganya na mtume kwa lengo maarifatin, amfahamu. Basi as a result ni kwamba ahabbahu, huyu mtu atampenda tu mtume sallallahu alaihi wasallam. Man khalatahu, na yeyote mwenye kuchanganyika na mtume sallallahu alaihi wasallam, maarifatin, kwa lengo la kutaka kumfahamu, kumjua yukoje na hivi tabia zake, basi mwishowe ahabbahu, huyu mtu bwana atampenda tu mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, asema na'ituhu, akusudia yule mwenye kumsifia mtume sallallahu alaihi wasallam. Natokana na'itu kwa maana yule fa'il, yule mtu ambaye mwenye kumsifia mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Neno hili vile tushalisoma katika hadithi ya 5. Hadithi ya 5 tumelisoma hili. Katika riwaya hii imekuja kwamba sijapata kumuona kabla yake wala baada yake mfano wa kama yeye, anofanana na kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Anasema sijapata kumuona mtu ambaye anofanana na yeye mtume, mithlahu, kabla yake yeye, yani kabla hata kuja bwana mtume duniani na mpaka baada ya kuondoka hajatokezea mtu mwingine ambaye afanana naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Lam ara qablahu mithlahu wala ba'dahu mithlahu. Naam, hadithi hii kwa mujibu wa wanazuoni wa mustalahul hadith ni hadithi dhaifu, ni hadithi dhaifu. Kama mtu ambaye atakuwa na nuskha kama yangu, imeandikwa hapo chini katika taaliq, ni hadithi dhaifu. Akhrajahu al-Imam Tirmidhi katika sunani yake, hadithi namba 3638, na udhaifu wake unakuja li anna Ibrahim Muhammad lam yasma' min Ali, hakusikia maneno haya kutoka kwa Ali. Na hata vile vile al-Albani rahimahullahu akaitaja hadithi hii akasema ni dhaifu. Anasema waqala, akasema huyu Imam Tirmidhi mwenyewe akasema hasanun gharibun, bimaana laysa isnaduhu bimuttasil. Masala ya terminology za mustalahul hadith. Kisha al-Albani akaitolea maelezo kidogo kwa mtu kama atataka kufuatilia katika kitabu kingine wa dhaifu. Anasema vile vile ni dhaifu fi at-taqrib wa min tariqihi akhrajahu Ibn Sa'di. Almuhim, hadithi hii ni dhaifu na hatuwezi tena tukaichukulia kwa namna yoyote katika ile hali ya udhaifu wake. Kwa hiyo cha msingi hapa, hadithi dhaifu
Kwa sisi tunaiacha kama ilivyo. Huwezi ukasimamisha hoja ukasema bwana mtume alikuwa hivi ukaisema hadithi hii. Wanasema unatolewa knockout. Kwa nini? Kwa sababu katika zile dhawabit za masala ya munakasha na mambo mengineyo, hadithi ikiwa dhaifu basi umekuwa umepoteza. Kwa hivyo hadithi hii ni dhaifu na tunaiacha kama ilivyo, kama mwenye kitabu Imam Tirmidhi ameiandika na sisi tumeisoma, lakini hatuwezi tukaitumia kwa namna yoyote kama